Mheshimiwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Yannick Ikayo Ndonyo. Je, serikali ina mpango gani wa kuongeza maeneo ya malisho kutoka hekta milioni 3 mpaka hekta milioni 6 kama ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM inavyosema? Ngwasi Kamani, naibu waziri, anajibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yannick Ikayo Ndonyo, mbunge wa Ngorongoro kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mpango wa serikali kutekeleza maelekezo yaliyomo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30 na hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyoitoa wakati wa kufungua rasmi Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa Dodoma tarehe 14 Novemba mwaka 2025 kuwa katika kipindi cha miaka 5 ijayo serikali itaongeza maeneo yaliyopimwa na kutengwa kwa shughuli za ufugaji kutoka hekta milioni 3.49 hadi hekta milioni 6. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na wizara, idara na taasisi zenye majukumu ya kisheria ya kupanga na kutekeleza mipango ya matumizi bora ya ardhi tumeanza kuandaa mkakati wa miaka 5 wa kutenga hekta milioni 2.51 kwa ajili ya shughuli za ufugaji. Wakati wa utekelezaji wa mkakati huu, waheshimiwa wabunge wote watashirikishwa. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Yannick. Asante sana Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa hii sekta ya ufugaji inaathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi, je, serikali inaweza kuchukua hatua zipi za dharura kuandaa wafugaji kabla na wakati wa nyakati za ukame ili wasipoteze mifugo yao? Na swali la pili, je, sasa ni mikakati gani wizara inaichukua kuwatembelea na kuandaa wadau pamoja na wafugaji kujiandaa na hiyo mikakati ya miaka 5 mnayopanga kama wizara? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wa Ngorongoro, kwani tangu ameapishwa hapa mbele ya bunge lako tukufu amekuwa akifuatilia kwa ukaribu sana changamoto mbalimbali zinazowakumba wafugaji wake. Nikijielekeza katika kujibu maswali yake mawili ya nyongeza. Moja linalohusika na hatua za dharura ambazo tunazichukua kuwaandaa wafugaji wetu. Ya kwanza kabisa ni kuendelea kutoa taarifa kupitia vyombo vyetu vya habari ambavyo vimekuwa vikitoa taarifa kila siku juu ya mabadiliko ya tabia nchi na mipango ya hali ya hewa inavyoendelea. Lakini swali lake la pili, kulingana na mipango ambayo tunayo kwa wafugaji wetu kwa kipindi hiki cha miaka 5, ni kweli serikali inatambua kwamba nchi yetu ya Tanzania kama zilivyo nchi nyingine zimekuwa zikikumbwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameleta ukame ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri wafugaji wetu. Na kwa kulitambua hilo, sisi kama serikali tumechukua hatua zifuatazo. Moja ni pamoja na miradi mikubwa ya ujenzi wa mabwawa tunayoendelea nayo katika sehemu mbalimbali nchi nzima, lakini tunatambua kwamba miradi hii inachukua muda na fedha nyingi. Hivyo tumekuja na mipango ya dharura kwanza ya kuanza kufanya tathmini kwa ajili ya kuanza kujenga visima virefu katika maeneo mbalimbali ya wafugaji wetu. Lakini pili, tumeendelea kufanya mazungumzo na Wizara ya Kilimo ambayo kwa kiasi kikubwa inayo budget kubwa kupitia tume yake ya umwagiliaji ambayo inajenga mabwawa ya kumwagilia kwenye sekta ya kilimo sehemu mbalimbali nchi nzima, ili kupitia mabwawa hayo basi na wafugaji wetu waweze kutengenezewa manyosheo kwa ajili ya kunywesha mifugo yao. Lakini pili, wizara yetu kwa kutambua changamoto ya malisho tulionayo, tumeendelea kufanya tafiti mbalimbali kwa ajili ya kupata majani au ya malisho ya wanyama wetu. Majani haya tumeyafanyia tafiti, ni majani ambayo yanalimwa kwa kiasi kidogo na kupata mavuno mengi ambayo yanaweza kulisha wanyama wetu kwa kiasi kikubwa. Lakini tatu, pamoja na kuendeleza mashamba yetu yaliyo katika sehemu mbalimbali nchi nzima, ikiwepo shamba letu la Vikuga lililoko Pwani, lakini shamba letu la Langula lililoko Mbeya, na taasisi zetu mbalimbali kama TALI na LITA zinazozalisha malisho. Lakini pia tumeendelea kuhamasisha sekta binafsi na wafugaji wetu kuendelea kulima malisho mbalimbali, na kupitia hili serikali yetu kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi tumekwisha tenga fedha milioni 223 ambako tutakwenda kuanzisha mashamba darasa ya malisho ya mifugo 300 nchi nzima katika halmashauri zote,
ili wafugaji wetu pale wanapohitaji mbegu basi ziwafikie kwa ukaribu na kwa wepesi. Lakini pia kwa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ili kuhakikisha wafugaji wetu wanapata malisho haya kwa wepesi, alituelekeza sisi tupunguze bei ya malisho haya ambao tulikuwa tunauza hapo awali shilingi 4,000 kwa kilo, na kwa sasa kwa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais, wafugaji wetu watapata malisho haya, mbegu hizi za malisho kwa shilingi 1,000 tu kwa kilo, ili waweze kuyapata kwa wepesi. Lakini mwisho kabisa tunaendelea kuwahamasisha wafugaji wetu. Ameshakuelewa, asante. Asante na kushukuru sana Mheshimiwa. Hongera sana. Asante.